Injili ya Yohana sura ya 11, tuanze hapo. Tulikuwa na neno ule mstari wa 4. Ngoja nianze mstari wa kwanza. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi. Anaposema hawezi, maana yake alikuwa mgonjwa. Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu, akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Haleluya. Mstari wa 3. Basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, maumbu maana yake dada zake na Lazaro, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Maana yake yeye umpendaye ni mgonjwa. Mstari wa 4 sasa. Na Yesu aliposikia, alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Haleluya. Amen. Waliokuwepo Jumapili nilisema ya kwamba Yesu aliposema ugonjwa huu si wa mauti, aliuhukumu. Alifanya nini? Aliuhukumu ule ugonjwa. Na nikafundisha Jumapili nikasema kwamba katika taratibu za kutoa hukumu inaweza ikatolewa leo ila isitekelezwe leo. Wakati mwingine huwa kuna muda, mwingine wiki 2, wakati mwingine mwezi, wakati mwingine mpaka miaka, ndipo hukumu inakuja kutekelezwa. Kwa hata Yesu aliposema ugonjwa huu si wa mauti, tunaona bado Lazaro alikufa, aliendelea kuugua, ila kwa sababu ule ugonjwa umeshahukumiwa, ilipofika siku ile hukumu ilitekelezwa, tunaona Yesu akaenda kumfufua Lazaro. Haleluya. Amen. Sasa Jumapili tuliangalia kwamba kazi alizozifanya Yesu na sisi tunaweza kuzifanya. Yes. Amen. Kwa kama Yesu alihukumu, na sisi tunaweza tukafanya nini? Tukahukumu. Na tunapojifunza hivi, nenda ukafanyie kazi. Jumapili nimetoa mifano mingi. Usikubali kuonewa. Yes. Usikubali kuishi chini ya viwango. Nenda ukahukumu tatizo ulilo nalo. Liambie kwamba litageuka kuwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na wewe utatukuzwa kupitia hilo tatizo. Haleluya. Amen. Sasa hapa Yohana sura ya 11, ukienda mstari wa, ngoja nianze mstari wa 38. Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Mstari wa 41. Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria naliyasema haya, ili wapate kusadiki kwamba wewe ndiye uliyenituma. Na akisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa amefungwa sanda miguuni na mikononi. Haleluya. Amen. Yesu alipoenda kumfufua Lazaro, huo sasa ndio muda ule utukufu wa Mungu nataka uonekane sasa. Haleluya. Amen. Aliwaambia Martha na Mariamu, liondoeni jiwe. Leo nataka niongelee muunganiko wa ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Amen. Namna ambavyo lazima ujue kuutawala ulimwengu wa roho na ujue pia kuutawala ulimwengu wa nini? Ulimwengu wa mwili. Kwa sababu Yesu yeye tayari ana nguvu ya kufufua, ila anafika kwenye kaburi hawezi akamfufua Lazaro mpaka Martha na Mariamu wameliondoa nini? Jiwe.
Kitendo cha Martha na Mariamu kuliondoa jiwe, hicho ni cha mwilini. Haleluya. Sio kitendo cha rohoni hicho. Ni kitendo cha wapi? Cha mwilini. Mwilini. Walitumia mikono yao, walitumia nguvu, wakaliondoa nini? Jiwe. Na kama wasingeliondoa jiwe, hata kama Yesu yupo, muujiza usingetokea. Na hapo nataka leo nikufundishe. Sababu kuna watu uko mahali hapa, wewe huwa unakosea rohoni ila mwilini uko vizuri. Jamani, ukiliondoa jiwe kama nguvu ya rohoni haipo, Lazaro na unatoka hapa na muujiza. Kutoka sura ya 17 na habari moja iko pale. Habari ya utukufu. Kutoka sura ya 17 nitaanza mstari wa 8. Anasema wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia. Akapigana na Amaleki. Na Musa na Haruni wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda. Na alipoushusha mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakatoa jiwe, wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa, maana yake jua lilipozama. Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Haleluya. Amen. Hapa kuna vita. Yoshua anaenda kupigana na Amaleki. Amen. Alafu Musa anaenda kwenye maombi na fimbo ya Bwana. Haleluya. Amen. Wote wanapigana vita moja. Wote wanapigana vita moja. Ila utofauti ni kwamba Yoshua anapigana kimwili. Tuko hapo? Amen. Yoshua anapigana kimwili. Ila Musa yeye ameenda kupigana wapi? Kiroho. Kwa hiyo Musa ameenda kumwombea Yoshua ashinde nini? Vita. Kwa lugha nyingine tungesema Musa yuko rohoni, ila Yoshua yeye yuko wapi? Mwilini. My God. Sasa ili tupate ushindi, kama Musa atainua mikono afu Yoshua hayupo vitani, wanapigwa. Yes. Hivi tuko pamoja? Amen. Ni kweli Musa ameinua mikono, lakini Yoshua hayuko wapi? Hayupo vitani, amelala, watapigwa. Ila pia kama Yoshua yuko kule anapambana, alafu Musa ameshusha mikono, Yoshua naye atafanya nini? Atapigwa. Kwa hiyo ili tupate ushindi, inatakiwa Musa akae nafasi yake kwenye ulimwengu wa roho, Yoshua naye akae nafasi yake kwenye ulimwengu wa mwili. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunaenda vizuri hapo? Amina. Nataka hapo paelewa, hapo ndio naweka msingi sasa. Hapo naweka msingi. Mara nyingi kwenye maisha tunayoyaishi sisi, kuna mambo yanatushinda, aidha kwa sababu rohoni tumezembea, mwilini tumefanya vizuri, au mwilini tumefanya vibaya ila rohoni tumefanya vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unaweza kukutana na mpendwa anaombea biashara, anafunga, ila nenda kwenye biashara yake, angalia jinsi anavyoifanya, utasema hapa hata malaika ashuke. Haleluya. Amen. Kwa sababu kuna namna ukifanya hivi. Tuko pamoja? Amina. Hicho ndio leo nataka tukishughulikie. Wapendwa, wengi tumekuwa watu wamelalamiko, unatafuta kila mahali pa kulaumu, ila wewe ujiangalie unavyofanya mambo yako. Kuna upande wa mwilini, kuna upande wa roho. Tafutie mwanafunzi ambaye anaomba lakini asome. Haleluya. Amen. Baba, onekana kwenye hii. Mungu shuka nitumie mali. Lakini hujasoma.
utapigwa. Haleluya. Amen. Utafanya nini? Utapigwa. Rohoni uko vizuri, ila mwilini. Ila tafutie mwanafunzi ambaye amesoma na pia ameomba, huyo lazima afaulu. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Hivi tuko pamoja mpaka hapo? Amen. Kwa hiyo lazima tuelewe umuhimu wa kufanya vizuri rohoni na kufanya vizuri mwilini. Okay, ngoja tuendelee kidogo. Nataka nikuonyesha ambavyo Mungu anaheshimu utendaji kazi wa rohoni na wa mwilini. Hapa ni Mungu kama Mungu. Kutoka sura ya 4. Twende Kutoka sura ya 4. Mungu namna ambavyo anaheshimu. Mungu. Kutoka sura ya 4. Ngoja tuanze mstari wa 10. Haleluya. Kutoka 4:10 mpaka 14. Anasema hivi. Musa akamwambia Bwana, Bwana, mimi si msemaji tokea zamani, wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako, maana mimi si mwepesi wa kusema na ulimi wangu ni mzito. Musa yeye anamwambia mimi ulimi wangu ni mzito. Bwana akamwambia, ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Au ni nani afanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi au mwenye kuona au kuwa kipofu? Si mimi Bwana? Basi sasa enenda, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalo linena. Mstari wa 13. Akasema, Bwana nakuomba, tuma kwa mkono wake huyo utakayemtuma. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa, akasema, je, hayuko Haruni ndugu yako Mlawi? Najua ya kuwa yeye aweza kusema vizuri. Tumeona hiyo point? Amen. Yeye aweza kusema vizuri. Pamoja na hayo, tazama anakuja kukulaki, naye atakapokuona atafurahi moyoni mwake. Mstari wa 15. Nawe utasema naye na kuyatia maneno kinywani mwake, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na pamoja na kinywa chake, na kuwafundisheni mtakaoyafanya. Mstari wa 16. Naye atakuwa msemaji wako kwa watu, hata yeye atakuwa mfano wa kinywa kwako, nao utakuwa mfano wa Mungu kwake. Amen. Haleluya. Amen. Yaani Mungu anamtuma Musa kwa Farao. Yes. Lakini Mungu anajua Musa hajui kuongea. Musa kweli ana upako. Hivi tuko pamoja watu wa Mungu? Amen. Yuko vizuri rohoni, lakini kuongea Musa alikuwa hajui. Kwa hiyo Mungu ikabidi atume watu wawili. Kazi ya Haruni ilikuwa ni kusema. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo Musa alikuwa akienda kwa Farao haongei, anakaa kimya. Amen. Anamwacha Haruni ndio anafanya nini? Anaongea. Wakienda kwenye maombi, Mungu anaongea na Musa, anamwambia. Alafu Musa akitoka kule anaenda anakaa na Haruni, anamwambia hivi, Bwana amesema hivi, nenda umwambie Farao, yes, awape watu wake ruhusa. Asipowapa, Mungu atapiga pigo 1, 2, 3. Wanaenda kwa Farao. Wakifika, Musa anakaa kimya. Nimesoma kitabu cha Kutoka juzi tu hapo. Kuna mahali unaweza kufikiri Musa ndiye anaongea. Kumbe sio Musa, ni Haruni. Haleluya. Amen. Kwa sababu Musa alikuwa hajui kuongea. Kwa hiyo Mungu akaamua mtume Musa pamoja na Haruni. Ili Haruni afanye mwilini. Tuko pamoja? Amen. Musa afanye rohoni. Yes. Amen. Kuna mtu ananipata mpaka? Haleluya. Ukisoma hii Luka, ngoja tuangalie Luka. Luka sura ya 10. Twende hapo nikuonyeshe kitu. Luka sura ya 10. Luka sura ya 10. Luka sura ya 10. Nani nisomee mstari? Mstari mmoja tu. Luka sura ya 10 mstari wa kwanza. Luka 10 mstari wa kwanza. Nani nisomea hapo? Nitasoma kama ilivyoandikwa. Ndio. Basi baada ya hayo, ndio, Bwana aliweka na mwingine. Ndio. 70 akawatuma wawili wamtangulie. Basi baada ya hayo, Mungu akubariki. Bwana aliweka na wengine 70. Akawatuma wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Biblia inasema Yesu alituma wawili. Kwa nini asitume mtu mmoja? Okay. Wewe soma Biblia, utaona wanaongea habari za Paulo na Barnaba. Kuna mahali utaona Barnaba anachokifanya. Lakini Paulo akienda mahali lazima Barnaba awepo. Haya, soma Biblia,
utaona ule muda Petro anaenda kumuokoa yule kiwete aliyokuwa amekaa kwenye ule mlango mzuri. Biblia inasema Petro na nani? Na Yohana. Tuko pamoja mpaka hapo? Ilikuwa Petro na nani? Ila hauoni Yohana hata akiongea, yuko kimya. Alafu unaona Petro anamuinua yule nani? Kiwete. Kwa nini? Mungu huwa anataka awepo mmoja atakayekuwa anafanya mwilini. Haleluya. Amen. Wakati mwingine anasimamia ulimwengu wa roho. Hivi tuko pamoja mpaka hapo? Amina. Kwa sababu tukikosa mtu ambaye yuko vizuri mwilini tunapigwa. Yes. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Yaani narudia hivi, haijalishi una upako kiwango gani, ulimwengu tunaoishi huu inahitajika mtu mwenye mwili ndiye anaoperate. Amen. Kwenye biashara yako hata tokea malaika, unatokea wewe. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Kwenye ndoa yako anatokea wewe. Amen. Sasa hata kama tumekuombea vipi, usipojua unaishije kwenye ile ndoa utashindwa. Yes. Utashindwa. Nakwambia utashindwa. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Makazini huko, wewe nenda makazini, utakuta wapendwa wengi wanachemka. Wanachemka. Kuna wakati paka hivi mtumishi paka unajuza hivi niombe maombi gani? Haleluya. Amen. Hivi unajua kuna watu wanafikiri masiara. Wewe ukitaka kujua maombi, jinsi maombi sio mchezo, jaribu na wewe uombe. Haleluya. Hapo sijiombe wewe, muombe mtu mwingine. Unajua kuna watu wanafikiri ni rahisi tu kwamba mtumishi ananiombea. Na wewe jaribu siku moja uniombee. Lisali moja tu. Hautarudia. Haleluya. Amen. Glory to God. Amen. Wewe kama lisali moja unamwombea mtu mwingine, sio mama yako, sio baba yako, sio mke wako, sio nani. Ni mtu tu mwingine. Afya yuko huko anabunyanga. Haleluya. Amen. Mimi nakwambia hivi, kuna mtu unaweza kaomba mpaka ukasema hivi, niombe maombi gani tena? Shida inakuja kwamba Musa ameinua mikono, ila Yoshua yuko huko. Haleluya. Yuko anafanya mambo ya ovyo kabisa. Lakini kama Musa ameinua mikono juu na Yoshua amekaa kwenye nafasi yake, ushindi lazima utokee. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ushindi lazima ufanye nini? Utokee. Lazima utokee. Kwa hiyo Yesu anawatuma wawili. Mungu anamtuma Musa, anamtuma pamoja na Haruni, kwa sababu anajua Musa akienda kuongea kwa Farao na hicho kigugumizi atashindwa. Upako anao, lakini atafanya nini? Atashindwa. Kuna wapendwa wakiwa wanaenda kwenye interview, kimwambia jifunze kuongea, anakushangaa. Haleluya. Amen. Kuna wapendwa wajui kusalimia. Haleluya. Amen. Kusalimia, wewe maliza hapa ibada. Wewe naonaga mambo mengi sana. Haleluya. Mimi naonaga maajabu. Jina Bwana libarikiwe. Kuna wapendwa kusalimia tu wafanye nini? Hawajui. Utakosana na watu huko mtaani kwenu. Haleluya. Sio shetani. Sio nani? Sio shetani hata. Wewe haujui. Kuna vitu tu vya kimwili au vijui. Kuna wapendwa matumizi tu ya hela hawayajui. Matumizi ya nini? Ya hela. Mtu kipato chake ni 100,000, haleluya. Amen. Ila anaishi maisha kama ya mtu mwenye kipato cha milioni. Afa anasema nimeshatoa zaka. Hivi wewe, jina Bwana libarikiwe. Kama hauko vizuri huku mwilini, hata kama unaombewa na dunia nzima, hautapata ushindi. Kuna vitu vina kanuni za kimwili kabisa. Pesa ina kanuni ya kimwili. Haleluya. Biashara zina kanuni za wapi? Za kimwili. Zipo kabisa. Kwenye masomo, kwenye ndoa, kuna kanuni za kimwili zipo, zimewekwa. Kwenye familia zetu huko kwa wazazi wetu kuna kanuni za kimwili zimewekwa. Usipozifuata hizo, usitegemee ulimwengu wa roho eti kwamba kwa sababu umeombewa, kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu utapata ushindi. Hicho kitu hakika. Kuna vitu lazima uvifuatilie. Mungu anataka amtume Musa, ila anajua Musa hajui kuongea, akaamua mchukue Haruni. Ili Haruni afanye vizuri kwenye eneo la nini? Eneo la nini? La kuongea. Hivi kuna mtu anapata point hapa? Amen. Haleluya. Amen. Waimbaji nyoga tunavurugana.
Piga juu. Haleluya. Kwa sababu watu wengi hawaelewi. Mungu haonekani kwa sababu tu kuna upako. Kuna namna pia nyie ule utaalamu. Asa utaalamu uko mwilini. Haleluya. Ndio maana tambea na Mungu anaweza akachuni sauti yake vizuri, ila atakosa mafuta. Ataimba lakini hatutabarikiwa. Kwa sababu kimwili uko vizuri, ila ulimwengu wa roho hauko. Alafu tuna huyu wa rohoni sasa. Ametoka kwenye maombi siku 7, ila akija hapa naimba nje ya kii, pia hatutabarikiwa. Haleluya. Pia tutafanya nini? Hatutabarikiwa. Yesu anaenda kumfufua Lazaro. Kwa nini amwambie Martha na Maria mliondoeni jiwe? Kwa nini tu asifike pale akafika akafanya nini? Akamuita Lazaro njoo, jiwe litajijua lenyewe. Kuna vitu tunavihitaji vya kimwili ili muujiza ufanye nini? Utokee. Haleluya. Amen. Ili muujiza ufanye nini? Utokee.